wasilipe kodi. Leo hii hapa, simama kusema dunia hii tunahitaji haki. Iwe masikini haki, iwe mlemavu ana haki zake za kuishi. Msitende haya mabaya, ishini katika njia kweli. Watu wanatafutwa, wanaitwa wahaini. Watu wa Mungu, yalitabiriwa na Yesu, mtakapoyaona hayo changamkeni, maana yeye alichukiwa kabla. Yatatokea kwenu. Yesu anasema yatakuja kabla mlango wa rehema hujafungwa. Watu watawekwa magerezani, watu watateswa, watu watauawa kwa sababu ya injili ya kweli, kusimama katika ukweli wa maandiko matakatifu. Wapo Waislamu watakaosimama katika kweli ya haki. Wapo Wakatoliki watakaosimama katika kweli kwenye mataifa yao. Wapo Wasabato watakaosimama kweli katika mataifa yao. Wapo Anglikana watakaosimama katika kweli katika mataifa yao. Watu wa Mungu wako katika kila dhehebu, kila mahala, watakaoteswa kwa sababu ya haki, watakaofungwa gerezani kwa sababu ya haki, watakaopewa kesi ya kuitwa wahaini kwa sababu ya haki. Ndiyo dunia inakoelekea mwisho. Ukweli utapindishwa, ukweli utaitwa uongo, ukweli utaitwa uhaini, ukweli utaitwa uchochezi, ukweli, haki itaitwa kitu kibaya, na watu wazuri watawekwa ndani na watu wabaya watapewa nafasi za juu. Ndiyo unabii unavyotabiri. Unapoisimamia kweli ya Mungu, inaonekana kama tishio kwa mamlaka ya kidunia, serikali za kidunia. Usizani Yesu kama alishtakiwa na ile kesi ya uhaini kwa sababu alisimamia masuala ya kisiasa. Alisimama katika kweli ya Mungu. Hawa mitume walifungwa kwa sababu walisimamia na wakahubiri kinyume cha amri za kiserikali za kiulimwengu. Dunia ya leo, watu watakamatwa sana, watu watateswa sana. Kanisa litapitia kwenye dhoruba, watu wa Mungu watapita kwenye mazoruba, wengine watakimbia. Ninakuambia hivi, yaliyotabiriwa katika kipindi hicho yaliyowapata mitume. Wengine walikimbilia kwenye mapango, walienda kwenye mapango. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Waliishi kwenye mapango, waliishi kama watumwa kipindi hicho kwa sababu ya kusimamia ukweli. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humu unisafina, unifanya mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana, wana na binti za Mungu. Kwanza kabisa nipende kukusalimu wewe rafiki yangu uliyeko katika mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika. Mimi ni mtumwa wako mwinjilisti Pascal Cassian. Ninamshukuru Mungu sana katika siku ya leo. Imekuwa ni siku ya pekee tena tunapoenda kuanza muhula huu ambao Mungu ametupa nafasi na neema ya kuweza kumuinua na kumhubiri tena katika nyakati hizi za hatari. Nyakati ambazo Shetani ameamuru jeshi lake litambae katika dunia, litambae katika mataifa. Kila mahala ni upepo mkali wa Shetani unazidi kuzuka kila taifa. Hofu imetawala, watu wanalia, watu wa kina mama hawajui kesho itakuwaje, vijana hawajui maisha yao itakuwaje, kina dada hawajui mwelekeo wao, hata wazee hawana majibu. Wafalme katika mataifa mbalimbali na wenyewe hawana majibu ya uongozi wao. Kwa hiyo Shetani ameruhusiwa ili ajidhihirishe kila mahala, na ndipo mwisho utakapofika. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana tena, Mungu kunipatia neema na nafasi tena mpya ya kuweza kupaza sauti katika majira haya ya giza totoro katika ulimwengu huu. Mungu amenipa tena nafasi ya kuweza kuiamsha tena dunia, ya kuweza tena kupiga kelele katika nafasi niliyopewa ya kupaza sauti. Muda umepita katika njia ambazo Bwana ameruhusu nipitie changamoto kali, nimepitia dhoruba kali, nimepitia magonjwa na mateso, lakini Bwana yote hayo uyaruhusu ili kutuimarisha zaidi kwa ajili ya pambano
iliyoko mbele yetu. Ninajua kwamba hakuna mtu yeyote katika maandiko matakatifu aliyeitwa mtakatifu, aliyeitwa shujaa pasipo kupitia dhoruba. Na dhoruba zozote zinapokujia, zote zinakuwa zina makusudi ya kukuimarisha na kukujenga. Na kushukuru wewe ambaye umekuwa ni mwombezi, umeniombea ambapo umekuwa huko katika mabara ya Ulaya. Mungu akubariki sana. Asante rafiki yangu ambaye umeniombea kwa mchango wako, pia umechangia wewe ulio katika mabara ya Afrika. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Uliyesimama nami katika nyakati ngumu, Mungu akubariki sana. Lakini Bwana atakulipa kile ambacho umeendelea kutenda kwenye maisha yangu, umetenda katika huduma yangu. Bwana atakulipa, Bwana atakukumbuka. Ninaporejea tena katika nafasi hii, Bwana atakukumbuka, maana sauti hii inaenda tena kusikika katika dunia. Ni kwa sababu umesimama pamoja na mimi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye amepoteza, hakuna atakayepanda katika madhabahu ya Bwana, hata hakuna atakayemkarimu mtumishi wa Bwana na akabaki kama alivyo. Kwa hiyo nishukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu akubariki sana ambaye umesimama pamoja na mimi katika dhoruba ambayo nimeipitia. Ninamshukuru Mungu sana. Watu wameinuka wengi duniani, wapo akina mama duniani, wapo akina baba duniani. Mmesimama pamoja na maisha yangu, mmesimama kunitegemeza, mmesimama katika dhoruba ya kuugua kwangu. Unajua Bwana aliruhusu dhoruba hii ikawa ni kubwa zaidi ilipojaribu kushambuliwa na baadhi ya watumishi mbalimbali kwa kutengeneza triki ambazo huenda labda zingeliweza kunizamisha zaidi, lakini Bwana yote hayo aliyaruhusu kwa kusudi lake maalum, kwa kusudi maalum. Unajua lazima dhoruba iwe kali ili uweze kuonekana imani yako imesimama wapi. Unapokuwa kiongozi katika ulimwengu huu wa kiroho, lazima upepo uwe mkali ionekane imani yako iko wapi. Je, utarudi nyuma? Lakini kwa sababu tunaye Kristo ambaye amesema nimeushinda ulimwengu, basi mkinitazama mimi na ninyi mtaushinda ulimwengu. Kwa hiyo sisi tunamtazama yeye aliyeushinda ulimwengu, aliyeianzisha vita. Yeye ndiye atakayeimaliza ndani yetu. Kwa hiyo wapendwa, Mungu awabariki sana. Ilikuwa sio jambo jepesi uweza kusimama tena kwenye madhabahu hii ikiwa na afya hii njema kabisa. Ilikuwa sio jambo jepesi. Juzi nilikuwa najaribu, nimeachia video yangu hii moja inayosema mfariji. Watu wanasema mtumishi, ufanye mazoezi, umenenepa sana. Ni kweli, kuna neema ya Mungu kubwa, hata nguo za zamani zimenikataa. Sio kwamba tuna pesa, hapana. Sio kwamba tuna hela, hapana. Sio kwamba tuna mafanikio ya kifedha ya utajiri wa ulimwengu, hapana. Isipokuwa ipo neema katikati ya dhoruba. Kuna fedha za Kristo, fedha za Kristo. Kuna neema na amani tu ya kipekee ambayo Bwana akitupatia ndani yetu. Hakuna ulimwengu kuelewa, lakini Bwana akiwa ndani yako unaiona neema na faraja, ufariji ambao kibinadamu haiwezekani. Hakuna mtu ambaye angetarajia kuiona afya yangu iko kasi. Hata mimi mwenyewe ninaposhika nguo zangu za zamani zinakataa, na zinaendelea kukataa kweli kweli. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ile neema na ile huruma, neema ambayo imeendelea kuwa kubwa katika ulimwengu, imeendelea kuwa kubwa kwa wenye dhambi, inaendelea kuwa kubwa kwa watu wa ulimwengu. Hiyo ndiyo neema ambayo Bwana amenipatia. Lakini nichukue nafasi kusema, tunapoenda kulianza tena hili msimu huu wa injili tena ipazayo sauti kwa namna ya nyakati za mwisho, chukua nafasi hii kwa sababu ndio tunaanza. Kuna dhoruba kali, bado tuna uhitaji, tuna utegemezi. Kwa hiyo wewe ambaye umeshiriki baraka katika mateso yangu, umeomba pamoja na mimi, nikuite sasa tena. Ninakuomba, simama pamoja na mimi, simama pamoja na mimi katika hii vita. Tumia hizo namba za simu, usimame pamoja nami, twende tukaipeleke tena injili. Tunarudi kwenye madhabahu, tunarudi upya, tuna nguvu mpya ya kusema na dunia. Yapo mambo ambayo tunaenda kuyapaza tena sauti. Pale tulipokwamia, tulipoishia, tunaenda na mwendelezo, na Bwana ametupa nguvu mpya. Lazima Bwana atainuliwa na watu wataokolewa. Kwa simama pamoja nami katika nafasi hii. Tumia namba hizo za simu kwa ajili ya sadaka yako. Usiache kufanya hivyo, maana hilo ndio jambo linalonifanya nisimame hapa. Usiache. Zipo dhoruba nyingi huko nyuma na bado zinaendelea, lakini huaga tupende kuziongea. Lakini unapoona tunaongea ni kwa sababu kumefika mahali ambako Roho wa Bwana anahitaji tuzungumze kwako. Lakini tunaposema basi, tumia namba za simu hizo zinazopita hapo ili tuungane pamoja tena. Wewe rafiki yangu, marafiki vijana, kina baba, wachungaji, kina mama, Mungu awabariki. Lakini simama pamoja na mimi tena, tuendelee na kazi na huduma hii. Hakuna kitu ambacho utapoteza katika utume huu. Basi, kabla ya yote, hebu funika macho yako sasa tupate kuomba. Kumbuka kauli mbiu ya katika ujumbe huu
Tunarudi tena kwenye kauli yetu mbiu ile ya kwanza, tumekaribia nyumbani. Tumekaribia nyumbani tena. Tumekaribia nyumbani. Funika basi macho yako tupate kuomba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neema hii ulionipa. Umenipa neema tena niweza kusimama kuipaza sauti yangu kwa mataifa katika dunia. Ruhusu tena frequency zangu za ubongo nitumie tena kama kipawa ambacho umekijenga muda mrefu. Nitumie tena kama kipaza sauti, nikanene na kupaza sauti kwa watu wako, kwa mataifa, wakapate kuokolewa, wakapate kubarikiwa. Wapo akina mama imani zao zilikuwa zimerudi nyuma, wapo akina baba imani zao zilirudi nyuma, lakini Bwana, kwa sababu yote umeyafanya kwa ajili ya kusudi lako, naomba sasa amsha imani zao kupitia sauti yao. Amsha imani zao wasonge mbele tena, waamshe wajue majira tulionayo. Asante kwa nafasi hii, ninaamini utafanya hivyo, utanitumia kama chombo chako. Katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu nimeomba, amen. Unapoitwa muhaini, maana yake ni muasi ambaye unachochea, unaenda kinyume na taratibu za ulimwengu, taratibu za mataifa na serikali yake. Maana yake wewe unaenda kinyume, unapindua sheria, unaenda kinyume na utaratibu wa serikali, unaitwa mchochezi, unapewa kesi ambazo ni kesi za jinai. Ndio maana ya kuitwa muhaini, na hukumu yake inakuwa ni kifungo cha maisha jela au kunyongwa kabisa, unanyongwa. Kwa tunaona katika taifa letu la Tanzania kumekuwa kunatumika hili neno sasa hivi katika nyakati hizi na muhula huu wa utawala wa Rais Samia, ya kwamba watu wengi wameitwa wahaini. Wapo vijana wadogo wameitwa wahaini, lakini hili neno limetumika vibaya sana, kwa sababu nimeangalia kuna vijana wadogo sana. Ukiangalia huyu kweli anaweza kuwa muhaini, maana hili neno limetumika vibaya. Lakini hili neno lina maana kubwa sana. Maana yake ni kama mtu ambaye anajaribu kupindua serikali, anajaribu kwenda kinyume na maelekezo au matakwa ya serikali. Sasa katika nyakati hizi tulizo nazo, neno hili litakuwa maarufu sana kwenye dunia hii, litaendelea kushika nafasi kwenye ulimwengu, katika mataifa tofauti tofauti, kwenye tawala za ulimwengu huu. Wengi wataitwa wahaini, hususani wale ambao watasimama kwenye haki. Wapo watu ambao watakaosimama kwenye haki, wapo watu ambao watakaosimama kwenye njia ya kweli, watu watumishi wa Bwana ambao watasimama kuisema kweli, watakataa uongo hadharani, watakataa uovu hadharani, watakataa unyanyasaji hadharani. Kwa hiyo ina maana katika serikali za kiulimwengu zitatenda mambo ya kiuovu, kwa sababu shetani atavamia watawala. Wale watawala watakuwa na roho za kigaidi, wale watawala watakuwa na roho zenye kunyanyapaa wananchi wao, wale watawala watakuwa na roho za vyura, roho ambazo hazina huruma kwa wananchi wao. Na ndipo watumishi wa Mungu wengi wataitwa wahaini, watakwenda kinyume, mahubiri yao, injili zao zitakwenda kinyume na watawala, watakwenda kinyume na serikali za ulimwengu. Serikali za ulimwengu zitakuwa na ajenda ya kwenda kinyume na haki za kibinadamu. Tumeona mataifa mengi sana ambayo yameendelea kwenda kinyume na haki za kibinadamu, hususan katika mataifa ya Kiafrika. Ukiangalia watawala wa Afrika wamewasingizia wale wanaosimama katika haki, wamewasingizia kesi zisizokuwa na mantiki, wamewapa kesi za uhaini, wamewapa kesi za uchochezi. Kumbe tu ni kwa sababu wanatamani kulinda vyeo vyao, viti vyao, utawala wao. Kwa hiyo hizi kesi zimekuwa za kawaida katika tawala za Kiafrika. Ndio maana mataifa mengi yamekuwa, wananchi wanatamani kutafuta haki zao, wengine kuandamana, lakini pia wanapotafuta kuandamana, wengi nao wanafanyiwa unyanyasaji, wananyimwa haki hata ya kuandamana. Kwa hiyo shetani katika siku hizi za mwisho atatengeneza nguvu itakayowaendea wakuu, viongozi wa serikali za kiulimwengu, na hao wa serikali za ulimwengu watakuwa na roho yenye kufanya
ukatili kwa watoto wao, ukatili kwa wananchi wao, ukatili kwa wanaowatawala. Ninakoelekea katika ulimwengu wa mwisho, katika siku za mwisho, kila mmoja atakayesimama kwenye kweli ya Bwana ataitwa muhaini. Kwa nini somo hili nimeanza nalo? Ni kuonyeshe hatari ya siku za mwisho, hatari ambayo itawakumba watumishi wa Bwana wa kweli. Wataonekana wahaini, wataonekana wachochezi katika zama hizi tunapoelekea mwisho wa ulimwengu. Serikali za ulimwengu zitawaona wahaini, zitawaita wahaini wale watu wote watakaosimama katika kweli ya Bwana, watakaosimama katika haki. Serikali za ulimwengu zitawabadilikia wale ambao watakaosimama katika kweli ya kimungu, kweli ya Biblia, kweli ya kibinadamu. Wataitwa wachochezi, wataitwa waharifu, wataitwa wahaini. Kwa hiyo hata wewe ambaye ni mtumishi wa Bwana, mpako mafuta wa Bwana, jiandae kuitwa muhaini. Na mwisho tutakapoukaribia sana, hakuna yeyote ambaye hatokumbana na hili balaa. Popote utakapokuwa, kama utasimamia kweli ya Bwana, utaitwa muhaini. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Katika maandiko matakatifu, katika kitabu cha Yohana 15 na ule mstari wa 18, maandiko matakatifu yanaeleza hivi: ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa ulinichukia mimi kabla. Hapa Yesu anazungumza, anatabiri, anawaambia wanafunzi kabla hajapaa kwenda mbinguni. Anaelezea habari ya nyakati za mwisho. Anasema hivi: ulimwengu ukiwachukia au utawachukia, mwajua ya kuwa, yani kaeni mkijua ya kuwa ulinichukia mimi kabla yenu. Kwa hiyo Yesu anatabiri, anasema katika damu zinazokuja, tunapoukaribia mwisho, mnapoukaribia mwisho, mtakapokaribia habari ya kurudi kwangu mara ya pili, ulimwengu utawachukia. Ulimwengu utawaona nyinyi ni wahaini, utawaona nyinyi ni waasi, itaonekana nyinyi ni wachochezi. Maana injili inasimamia haki, inasema haki iwe kwa marais, haki iwe kwa wabunge, haki iwe kwa watawala wote, haki. Kwa hiyo Yesu anatabiri, anasema kutakapokaribia mwisho wa ulimwengu, kila anayesimamia maandiko matakatifu, anayehubiri kweli ya Bwana, anayehubiri kweli takatifu, anayesimamia haki bila kujali ni mwanasiasa, bila kujali yeye ni mchungaji, bila kujali yeye ni nabii, akisimamia haki ataitwa muhaini, ataitwa mchochezi, ataitwa muasi. Yesu anawaambia. Lakini Yesu anasema mtakapoona hivyo mmechukiwa, mtakapoonekana mnachukiwa, mnatengwa na jamii zenu, mkichukiwa msione ajabu, tambueni mimi kiongozi wenu. Ulimwengu uliwahi kunichukia mimi kabla yenu. Kwa hiyo kumbe Yesu alichukiwa kabla, alichukiwa kabla. Kwa hiyo watu wa Mungu ambao mnanielewa, mnaonisikiliza, watu wote duniani, tunapoanza kuionyesha dunia inakoelekea, pale tulipoishia, elewa haya yanayotokea leo ni utimilifu wa unabii. Watu unapoona wameitwa wahaini, mpaka vijana wadogo, usizani ya kwamba ni jambo geni, liliwahi kutokea nyuma. Unapoona vijana wenye umri wa miaka 15 wanapewa kesi za uhaini, usishangae. Yalitabiriwa na Yesu kwamba haki itapotoshwa, haki itachukiwa kwa mataifa ya dunia. Leo vijana wadogo wanapewa kesi za uhaini, wanapewa kesi za uchochezi, wanapewa kesi za kupindua serikali za ulimwengu. Ni kwa sababu labda wamejihusisha katika labda haki fulani. Kwa hiyo Yesu anasema ulimwengu huu utakapowachukia, msishangae. Eleweni ya kwamba ulikwisha kunichukia mimi kabla. Kwa hiyo anatoa tahadhari Yesu
kwamba wote watakaosimama kwenye haki, watakaosimama kudai kusimamia haki ya Mungu, sio ya siasa, haki ya Mungu, wataitwa wachochezi. Watakaosimama kuhubiri haki mwanadamu anavyopaswa kuishi, haki mwanadamu anavyopaswa kumtendea mwenzie, wataitwa wachochezi. Wengine watakapochukiwa watafungiwa makanisa, maana makanisa yao yatakuwa yamewekwa kwenye mfumo wa kiserikali za ulimwengu. Ili ufungue kanisa lazima uende ukasajili serikalini. Sasa wanataka uhubiri sawa na vile wanataka wao, kwa maana wamekupatia kibali wao cha kuongoza kanisa. Haya nimeyahubiri muda mrefu kabla sijaugua na kunyamaza. Ndiyo yanayotokea leo. Nasema hivi, kila ambaye amesajili kanisa serikalini popote pale kwenye taifa lolote, tambua shetani muda huu atamwaga roho kwa wakuu wa dunia. Wataenda kinyume na taratibu za kibinadamu Mungu alivyoweka. Serikali za ulimwengu zitaenda kinyume na misingi ya Mungu alivyoweka haki za ubinadamu, haki ya Mungu inavyotaka mwanadamu aishi. Sasa kwa sababu hii serikali ya dunia itakuwa ndio imeconnect kukupatia kibali cha kufungua kanisa, cha kuendesha kanisa. Sasa kwa sababu inataka hivi serikali hiyo ya kidunia, lazima wewe kama kiongozi, lazima wewe kama mchungaji, itakulazimisha serikali na system popote ulipo kwenye taifa ufuate sheria hata kama ziko kinyume na maandiko matakatifu. Na utakapokataa kwenda sawasawa na sheria za ulimwengu na sheria za kiserikali za dunia, ukasema mimi nasimamia maandiko, nasimamia haki ya Biblia, nasimamia maandiko matakatifu, haki inavyosema namna ya kuishi, utanyang'anywa leseni ya kuhubiri au kuongoza kanisa. Maana wao ndio wana dhamana ya kanisa lako kufunguliwa ama kufungwa. Watavunja sheria, watakunyang'anya kibali cha kuendesha kanisa popote ulipo. Watalazimisha makanisa yote, hata misikiti yote itakayosimama kwenye haki duniani, hata Waislamu watakaosimama kwenye haki watanyang'anywa mifumo ya haki, misikiti itafungwa. Kwa hiyo ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo wewe utaambiwa usihubiri hivi, hubiri namna hii. Na utakapohubiri hivi utaitwa mhaini, utaitwa mchochezi, utaanza kusakwa, utaanza kutafutwa. Na hayo mambo yamekwisha kuanza taratibu duniani. Yesu anatabiri mambo haya yatatokea mbele yetu, na watu wanapoyaona haya mambo wamekalia kuzani kwamba ni siasa za kawaida. Yalitabiriwa, yanakwenda ndani zaidi, ukiroho yanapenyea mle ndani, na mwisho wa siku itakuwa ni vita ya imani. Itakuwa ni vita ya imani ya watakatifu. Kinachoanza sasa ni kana kwamba kinaanza kimesimama kama mambo ya siasa, lakini ndani yake kina mkakati wa mambo ya imani, vita ya kiroho, vita ya ukweli na uongo, vita ambayo iliyomfanya shetani akatupwa mbinguni akaja duniani. Hiyo vita itakavyoanza, maandiko matakatifu yanasema itaanza kama unavyoona hizi siasa za ulimwengu. Inakuja katika sura ya siasa za kidunia, chama hiki na chama hiki, lakini mkakati ulioko nyuma itakuja kuwa vita ya kidini, vita ya kiroho kati ya ukweli na uongo. Na ndio vita inakokwenda kutokea. Sikia mtu wa Mungu, ndiyo Bwana anatuzungumza leo. Mambo haya unapoyaona, anasema msishangae, sio mageni. Eleweni. Hata hivyo mimi
Ulimwengu umenichukia kabla. Leo wewe mwenyewe unaona wapo watu ambao katika mataifa yao wamesimama kwenye haki, wamesema hiki hakiwezekani. Wengine wamekamatwa, wengine wamefungiwa makanisa. Wewe mwenyewe ni shahidi. Ni kwa sababu roho ya adui itawateka watawala wa dunia. Watu watapewa kesi za uhaini, watu wataitwa wachochezi, wanachochea, watu watatekwa, watu watawekwa ndani kwa sababu ya kusimama kwenye maandiko haya matakatifu. Muda huo unakuja na uko kasi na umekwisha kuanza. Unabii wa Yesu unatimilika. Ndugu yangu, Yesu anasema mnapoyaona haya changamkeni, maana mfalme wa wafalme anakuja. Lakini ngoja tumwangalie Yesu. Alishtakiwa kama mhaini wa serikali. Yesu mwenyewe alishtakiwa kama mhaini wa serikali. Hebu soma hapa kidogo katika Luka 23 na ule mstari wa 2. Maandiko matakatifu yanasema hivi: twamuona huyu akiwapotosha taifa, akiwapotosha mataifa, akiwakataza watu wasilipe kodi kwa Kaisari, akisema ya kuwa yeye ni Kristo mfalme. Sikiliza vizuri, walimshtaki wakuu wa serikali. Serikali hapa Yesu inamshtaki yeye mwenyewe, inamshtaki, ikampa kesi ya uhaini. Sikiliza vizuri, katika Luka 23 na ule mstari wa 2 asema, twamuona huyu akiwapotosha mataifa, akiwakataza watu wasilipe kodi kwa Kaisari, akisema ya kuwa yeye ni Kristo mfalme wa wafalme. Yeye Yesu anazungumza mambo ya haki ya mbinguni, yeye kama mtawala, lakini wakamtengenezea kesi kwa sababu ukweli wake, namna alivyokuwa anafundisha, anaelezea namna gani. Wakaona hii serikali ya kipindi hicho ikaanza kuona kana kwamba Yesu anaharasi ile serikali, anawafungua watu macho ili waitazame hii serikali kuwa ina mambo yasiyokuwa mazuri, namna ya kuendesha katika ile serikali ya kipindi kile. Yesu wakati anafundisha watu haki, serikali hii haikumpenda. Hii serikali haikumpenda. Serikali za dunia ile katika miaka hiyo haikumpenda, ikamsingizia anawazuia watu kulipa kodi. Wakashika shilingi. Kulikuwa na picha ya Kaisari. Wakamuuliza, ni haki kulipa kodi kwa Kaisari? Na wakamuuliza maswali hayo ya mpego ili kusudi ajikwae. Wanatafuta wapi atajikwaa. Hana makosa, ila anasimamia kweli, anasimamia haki Yesu. Sasa wanatafuta mahala pa kumkamata Yesu, kumpa kesi ya uhaini. Sasa ndio wakaanza kumshtaki hapa. Angalia, anasema hivi, wanaanza kusema, wanamshtaki sasa, tumemwona huyu akipotosha mataifa, akiwakataza watu wasilipe kodi kwa Kaisari, akisema ya kuwa yeye ni Kristo mfalme wa wafalme. Na wakati Yesu alisema ya Kaisari mpe nani? Kaisari. Hakuwa na maana ya kukataza kulipa kodi. Ya Kaisari mpe Kaisari. Kodi mpe, lipa kodi ya serikali. Hakuna mtumishi yoyote anayeweza kusema anapingana na serikali. Ukiona mtumishi anaanza kwenda kinyume na serikali, haendi kinyume, bali anasimamia kile kitu ambacho wamekiacha wao. Kazi ya mtumishi ni kusimama kwenye ukweli. Sasa Yesu akasimama kwenye ukweli, lakini wakasingizia uongo, wakaanza kumpa kesi za uongo na wakaziita kesi za uhaini, ambazo leo ulimwengu watu wanapewa. Unasimama kupinga ukweli, unasimama kupinga uovu, unaitwa wewe ni mchochezi. Ndivyo Yesu anasimama kusema ya Kaisari mpe Kaisari, na wamemtega yeye mwenyewe na akawajibu. Lakini wanapinduka, wanaenda mahakamani, wanatengeneza kesi, wanasema kwamba anawakataza watu wasilipe kodi. Wanatafuta wapi huyu mtu ni kichomi. Hawa Mafarisayo wanatetea viti vyao, wanatetea. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Wakampa kesi ya uhaini Yesu.
mchochezi, anawazuia watu wasilipe kodi. Leo hii hapa, simama kusema dunia hii tunahitaji haki. Iwe masikini haki, iwe mlemavu ana haki zake za kuishi. Msimtende haya mabaya, ishini katika njia kweli. Watu wanatafutwa, wanaitwa wahaini. Watu wa Mungu, yalitabiriwa na Yesu, mtakapoyaona hayo changamkeni, maana yeye alichukiwa kabla. Yatatokea kwenu. Yesu anasema yatakuja kabla mlango wa rehema hujafungwa. Watu watawekwa magerezani, watu watateswa, watu watauawa kwa sababu ya injili ya kweli, kusimama katika ukweli wa maandiko matakatifu. Wapo Waislamu watakaosimama katika kweli ya haki. Wapo Wakatoliki watakaosimama katika kweli kwenye mataifa yao. Wapo Wasabato watakaosimama kweli katika mataifa yao. Wapo Anglikana watakaosimama katika kweli katika mataifa yao. Watu wa Mungu wako katika kila dhehebu, kila mahala, watakaoteswa kwa sababu ya haki, watakaofungwa gerezani kwa sababu ya haki, watakaopewa kesi ya kuitwa wahaini kwa sababu ya haki. Ndiyo dunia inakoelekea mwisho. Ukweli utapindishwa, ukweli utaitwa uongo, ukweli utaitwa uhaini, ukweli utaitwa uchochezi, ukweli, haki itaitwa kitu kibaya, na watu wazuri watawekwa ndani na watu wabaya watapewa nafasi za juu. Yesu hakufundisha uasi wa kisiasa, lakini kweli ya Mungu ilionekana kama tishio kwa mamlaka ya dunia. Unapoisimamia kweli ya Mungu, inaonekana kama tishio kwa mamlaka ya kidunia, serikali za kidunia. Usizani Yesu kama alishtakiwa na ile kesi ya uhaini kwa sababu alisimamia masuala ya kisiasa. Alisimama katika kweli ya Mungu. Mitume walifungwa kwa kuhubiri kinyume cha amri za kiserikali. Hebu twende tukaangalie hawa mitume. Walifungwa kwa sababu walisimamia na wakahubiri kinyume cha amri za kiserikali za kiulimwengu. Katika Matendo ya Mitume 5 mstari wa 28, maandiko matakatifu yanasema hivi: hatukuwakatazeni kabisa kufundisha kwa jina hili. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Unajua, wakati Yesu amefufuka, serikali ilikataza watu wasihubiri habari za Yesu Kristo. Serikali ilikataza wasihubiri habari za Yesu. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu walijua kabisa ukweli wamekosea. Kwa hiyo serikali ilijaribu kuwakataza, lakini wao wakaendelea kuhubiri habari za Yesu. Kwa hiyo unapoonekana unahubiri katika ule ukweli unaoujua, dunia ya leo watu watakamatwa sana, watu watateswa sana, kanisa litapitia kwenye dhoruba, watu wa Mungu watapita kwenye mazoruba, wengine watakimbia. Nimekuambia hivi, yaliyotabiriwa katika kipindi hicho yaliyowapata mitume. Wengine walikimbilia kwenye mapango, walienda kwenye mapango. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Waliishi kwenye mapango, waliishi kama watumwa kipindi hicho kwa sababu ya kusimamia ukweli. Soma habari ya kanisa, historia ya kanisa. Waliuawa. Paulo alishtakiwa kwa kuvuruga utaratibu wa dola. Katika Matendo ya Mitume 24 mstari wa 5, maandiko matakatifu yanasema hivi: tumemwona mtu huyu kuwa ni tauni, naye huanzisha fitna kati ya Wayahudi wote ulimwenguni. Angalia, Paulo anashtakiwa, anasema anachochea fitna ya Wayahudi wote duniani. Angalia, mtu wa Mungu kama huyu anapewa kesi ya kwamba yeye tena ana kesi ambayo anachochea labda ni kama Waafrika wote duniani.
fitna, alipewa uhaini, kesi ya uhaini. Paulo, ukweli hugeuzwa kuwa kosa la jinai. Injili iliitwa fitna. Angalia, ukweli hugeuzwa kuwa kosa la jinai, na ndilo litakachotokea katika dhama hizi, na kinaendelea mpaka sasa hivi. Watu wanaposema ukweli wanapewa kesi za jinai. Watu watafungwa magerezani. Kufungwa magerezani katika Matendo ya Mitume 12 mstari wa 4, Petro alifungwa gerezani. Ukisoma hapo utaona tu. Matendo 12 mstari wa 4, alipewa kesi ya uchochezi, kesi ya uhaini. Lakini pia watu kupigwa viboko katika Wakorinto wa pili 11:23 mpaka 25, katika mapigo mengi kupita kiasi, katika mifungo mara nyingi. Watu walipigwa fimbo, waliteswa katika kipindi hicho. Sikiliza vizuri. Lakini pia kunyimwa haki za msingi. Kisoma katika Waebrania 11 mstari wa 36, wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa vifungo na magereza. Walijaribiwa, walipigwa, walidhihakiwa kwa namna ya ajabu, kuuawa kwa ajili ya kweli. Kusoma katika Matendo 7 na ule mstari wa 59 mpaka 60, Stefano alipigwa mawe. Alipigwa mawe kwa sababu ya kweli. Stefano huyu ndio alipigwa mawe. Kuna watu watapigwa mawe, kuna watu watapigwa mijeledi haya majira, kuna watu watachinjwa haya majira, kuna watu watapigwa risasi haya majira. Haya majira ni ya hatari. Kuna watu watawekwa magerezani haya majira. Majira ni mabaya, yalitabiriwa na Yesu. Wote watakaosimama katika kweli, bila kujali dini zao, bila kujali mahala gani walipo, watakaosimama katika kweli ya Bwana. Ufunuo 12 mstari 11, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, wala hawakupenda maisha yao hata kufa. Lakini pamoja na mateso yote, imani yetu tunamtazama Yesu. Tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo ndiyo habari njema ambayo nataka nikupe, mtu wa Mungu. Pamoja na mateso yote, pamoja na kudharauliwa kote, pamoja na kupigwa, kuteswa, watu kuuawa, lakini haki itashinda. Tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Tutamshinda kwa damu ya makondoo. Watu wa Mungu, simamieni katika kweli ya Bwana. Watu wa Mungu, simamieni katika haki ya Bwana, msiteteleke. Yaliyotabiriwa lazima yatokee duniani. Vita lazima itokee. Watu kuwekwa magerezani lazima wawekwe magerezani. Watu kuitwa wahaini lazima wataitwa wahaini. Watu kuuawa lazima watauawa kwa ajili ya kweli ya Bwana. Ndivyo yaliyotabiriwa na leo yanatokea machoni petu. Tusije tukashangaa. Ndio katika Mathayo 5 mstari wa 10, heri walioonewa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Katika Timotheo wa pili 3 mstari wa 12, naam, wote wapendao kuishi maisha yao kupendeza Mungu wataudhiwa. Wote wapendao kuishi maisha ya haki, maisha ya kumpendeza Mungu na haki, wote hao wataudhiwa. Nilikuwa napita katika dhoruba na mateso ya kuugua kwangu. Unajua kilichotokea? Niliudhiwa. Mara nikaitwa nitapeli, mara nikaitwa najifanyisha kuugua, mara nikaitwa ninafanya hiki, natumia pesa. Lazima haya yatokee. Dhoruba nyakati za mwisho, watu wa Mungu wataudhiwa kwa ajili ya haki, kwa ajili ya Injili. Majira hayo yameamuliwa, yatatokea na tunayaishi leo. Uhuru wa kuabudu utazuiwa. Uhuru wa kuabudu utazuiwa. Haya mambo yatakuja. Katika Ufunuo
13 mstari wa 15 mpaka 17 nimeshayasema. Wauawe wote wasioabudu sanamu ya mnyama. Haya ndio mambo nimetangulia kuyasema. Wataamriwa wote wauawe. Wasiokubaliana na matakwa ya serikali za ulimwengu wataamriwa wote wauawe. Kuabudu sanamu ya mnyama ni kukubaliana. Kwa mfano kama serikali yetu leo wanasema hivi, wewe kama mtumishi wa Mungu, hata kama wanasema uongo, hata kama wanasema kitu ambacho hakiko sawa, unatakiwa kusema ndio na uwaunge mkono. Sasa ukiwaunga mkono mbele za Mungu hauko sawa sawa. Lakini wote wataamriwa wauawe. Ni majira ya watu watauawa watakao kataa kuunga mkono wa serikali ovu. Wataamriwa kuuawa wote. Wataamriwa, itapewa amri, watatoa amri, serikali za dunia zitatoa amri za kifo kwa watu wote wanaopingana na serikali za kidunia. Katika Ufunuo 13:15 itatolewa amri wauawe wote wasioabudu sanamu ya mnyama. Maana yake wote watakao kataa kuiabudu sanamu ya mnyama, maana yake ni kukubaliana mifumo ovu ya kiulimwengu inayokuja kwa kasi. Wote watakao kuwa kinyume watatafutwa kama kumbikumbi, watatafutwa kama kitu ambacho kimepotea cha dhahabu, wanatakiwa washughulikiwe. Watatafutwa kama haramu, watatafutwa kama majambazi. Umeshawahi kuona watumishi wa Mungu wanatafutwa leo kama majambazi? Ndicho kinachoelezwa hapa. Wataamuliwa wauawe wote, wakamatwe wawekwe ndani, wakamatwe wawekwe magerezani. Uhuru wa kuabudu utaisha. Watafungiwa makanisa, watanyang'anywa kibali cha kufungua kuendesha makanisa. Hicho nimekifundisha sana na kinaendelea kwako, unakiona kwa macho yako. Nimefundisha sana kwamba Biblia inatabiri kabla ya mlango wa rehema hujafungwa, serikali za ulimwengu, kwa sababu zitaendesha mambo kwa uovu, kinyume cha taratibu za kibinadamu inavyotakiwa. Sasa wale watakaosimama katika maandiko ya kweli watanyimwa uhuru wa kuabudu. Ndio tunayoona kwa mataifa, watumishi wa Mungu watakaosimama katika nyakati hizi kinyume cha serikali watanyimwa uhuru wa kuabudu. Watafungiwa makanisa, watatafutwa kama kumbikumbi, watatafutwa kama njiwa, watatafutwa kama kama mnyama anayetafutwa kuwindwa akachinjwe. Ndivyo tunakoelekea katika serikali za dunia zote. Nimefundisha sana hapa kabla sijaugua. Haya ndio yanatokea machoni petu. Haya ndio nimeyatahadharisha kwa ulimwengu muda mrefu. Unabii haujawahi kuachwa. Lazima yatatokea mbele ya macho yetu, mwisho utafika. Wewe mwenyewe serikali ya Tanzania hapo umeona watu wangapi wamekosa uhuru wa kuabudu? Maana ni roho itamwagwa duniani kote. Serikali za ulimwengu zote zitaungana, zitakuwa na mfumo sawa. Nilikufundisha habari ya ajenda 17 za Umoja wa Mataifa ulimwenguni. Nilikupa ajenda moja na zina maana gani, zinatimilika mpaka mwaka 2030 nilikwambia. Na leo tuko 2020 na ngapi? Hicho ndicho kinachoenda kutokea. Na kila mwaka lazima ajenda moja itimilike. Mikakati, harakati za kwenda kusimama katika ile vita kuu 666. Hakuna kununua wala kuuza usipokuwa na chapa ya mnyama. Wewe unayesema kwamba tutakuwa mbinguni, nilikwambieni futa hiyo. Futa. Haya ninayokufundisha yataonekana mbele yako hadharani. Hautakuwa mbinguni. Yatatimilika na yanatimilika, unayaona hapa. Unabii ndivyo unavyosema. Kanisa litapita kwenye dhiki. Kanisa ni wewe. Lazima upitie tabu. Hakuna atakayevikwa taji bila kuyapitia ya mateso. Badilisha huo ufahamu ya kwamba utakuwa umenyakuliwa mbinguni. Yatatimilika kwako na yameendelea kutimilika, na uendelee unayaona na unayaona na unayaona wewe kwa macho yako. Hiyo ndiyo maana ya watu wengine watarudi nyuma kupitia haya mateso. Watarudi nyuma kupitia haya mateso na dhiki, mateso. Uhuru wa kuabudu utanyimwa, watu watauawa, watu watateswa, watu watauawa kama wanyama kwenye nchi zao. Sio taifa lako, popote watu watakufa kama dagaa.
unavyoenda kuwavua kule bila huruma, damu zitamwagika, unabii utatimilika. Ndivyo nilivyofundisha muda wote, yote yametendeka, unayaona yako yanatimilika. Nimejikita kukuonyesha nini kinaenda kutokea katika ramani za mwisho wa ulimwengu. Kwa hiyo Ufunuo 13 hiyo 15 inasema uhuru wa kuabudu utaminywa, na ndivyo tunavyoona watu hawana uhuru wa kuabudu. Serikali imesema hivi, kama utaki unasema hivi, hakuna kuabudu na hakuna wa kusema mpaka iseme yenyewe kwamba tu okay, fungua kanisa, aendeleeni kuabudu, na wataendelea kuabudu. Kama utaki wafunga kanisa. Ndivyo inavyoendelea na itatokea sana. Nakwambia hivi, swala la kesi zitawakumba watumishi wa Mungu wengi. Watu wengi watakaosimama kwenye kweli ya Bwana, watu wengi watakaofundisha kweli ya Bwana. Itakuwa vita ya kiroho. Imeanza kama mambo ya siasa, lakini inakuja kupinduka huku, muda sio mrefu itarudi huku, itakuwa dini na inachefua sasa hivi, inatekenya, inadimua. Hata Tanzania hapa tunaiona inadimua kati ya dini, udini, inadimua. Itakuja kuwa serious dunia yote, na kinachoenda kutokea mwisho wake, hakuna kununua wala kuuza usipokuwa na chapa ya nini. Tutazame, kuwa makini na unabii naokupa na kufundisha kweli, sio propaganda. Utaona kwa macho yako. Nikuulize swali sasa, umejiandaje? Wewe rafiki yangu, katika matatizo haya, katika vita hii ya ulimwengu, umejiandaje? Petro wa kwanza 4 mstari 12, msistaajabu kwa sababu majaribu ya moto. Katika Zaburi 20 mstari 7, wengine hutumainia magari, wengine farasi, bali sisi tunatarajia na kulitumainia jina la Bwana. Kwenye vita hii tulionayo, weka matumaini yako kwa Mungu. Hakuna atakaye kuwa salama bila Yesu Kristo. Majira haya ni majira ya kuweka misingi ya imani zetu, kusimama katika maandiko na ramani hii, Biblia. Hii ndiyo iwe ramani yako, ili usitikisike, ili usichanganyikiwe. Lazima uwe katika msingi wa imani ya neno la Mungu. Simama. Hata kama kanisa lako likafungiwa, simama katika haki. Uhuru wa kuabudu ukinyimwa, simama katika haki. Mateso yakiwa makali, simama katika haki. Tegemee Bwana. Aliwaokoa kina Danieli, aliwaokoa mitume, nasi atatuokoa. Nimekuonyesha, nimekufundisha, ninarejea tena kukufundisha. Chukua muda huu kumwomba Mungu mahala ulipo, akupe nguvu na imani ya kuendelea kujua ramani za kuelekea mwisho wetu. Mfalme wa falme anapaza sauti, anakuja. Tumekaribia nyumbani sana. Masaa tuyo nayo ya kurudi kwa Kristo. Umejiandaaje? Simama kwa Kristo. Mfalme anapaza sauti, anakuja. Kaa tayari, anakuja. Tumekaribia nyumbani. Tumia rafiki yangu namba hizo za simu. Simama pamoja nami katika huduma hii tena. Tunapoanza tena upya, usiache kusimama pamoja nami, tukaihubiri kweli ya Bwana. Nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.